Mchungaji, nadhani umekuwa na bahati sana. Siku ambayo nilikuacha ilibidi nikumalize. Sasa leo inabidi uende ukaungane na Rehema binti yako, kwa sababu umekuwa kizuizi sana Kisumu. Anayeamua siku na anayeweka hatima ni Mungu tu. Wewe ni binadamu tu kama mimi. Kwa una mamlaka kuniambia leo ni siku yangu ya mwisho. Zaidi ya kuniambia Mungu tu ndo atanikatisha uhai wangu, sio binadamu. Sina maneno mengi. Nadhani umevyomshinda nyoka, unadhani kila mtu tamshinda. Mimi sio mtu wa kawaida. Naomba leo ulifahamu. Inaweza nikafanya maamuzi muda wowote. Na Mungu wangu mimi anajibu muda wowote. Anajibu muda huu. Sasa sitaki mambo yawe mengi. Nilikupa nafasi ya kuondoka Kisumu, ulishinda. Leo hii utaijutia. Huu ndio muda wa mwisho kuvuta pumzi ya Kisumu. Ngoja nikuoneshe. Toka adui mbaya. Toka pepo mbaya. Agano yote na kuharibu na kuvunja. Toka pepo mbaya. Na kuharibu na kuvunja. Na abika moto. Na kuvunja. Moto. Toka pepo mbaya. Toka. Na nivunja na kuvunja. Na alika toka. In the name of Jesus. Asante Mungu. Umenishindia. Nimeuona wewe. Umekuwa ukilia moyoni, usiku mrefu haumalizi. Maneno yao yanakuchoma, lakini bado unainuka. Usikate tamaa, usivunjike. Haya unayopitia ni njia ya kuondoa mabaya. Boko. Karibu mteja, karibu. Kwani unalala sana? Karibu, yani wewe ndo mteja wangu wa kwanza. Karibu, nikudumie nini? Mimi sio mteja leo. Mimi ni Nabii Otimbi. Ndo Nabii Otimbi? Shoga yangu aliyeniambia ndo wewe? Ewa. Mimi mara nyingi natokea watu wenye shida, na nimeona wewe una shida sana. Yaani hujakosea Nabii Otimbi. Yaani hapa nipo mawazo chungu mzima. Biashara yangu haiendi. Kuna shoga yangu kafungua hapo juu tu kidogo. Anauza kama nini, lakini wakati hajafungua hapo mimi nilikuwa nauza yani asubuhi, mchana, jioni. Chajabu hadi sasa hivi sijauza hata shilingi tokea nimefungua asubuhi. Nataka nikuombee, nikuthibitishie kwamba Mungu wangu mimi anajibu hapo. Uachane na huyu mchungaji Robinson. Yaani nitafurahi. Hicho ndio kizuri, kwa sababu mimi hapa Kisumu nitasaidia sana watu. Ila lazima ukubali kwamba unaachana na mchungaji Robinson. Yaani Nabii, wewe fanya haraka. Mimi mambo ya mchungaji Robinson yani mimi nimeyaacha. Nilivyokuona ndio hivyo. Naomba mimi unifanyie maombi yako na biashara yangu iende kama zamani. Sawa. Nitakuombea. Sawa Nabii. Na nikikuombea, kabla sijamaliza, wateja wataanza kumiminika hapa. Ndio ujue Mungu, yani nataka nikuthibitishie kwamba Mungu wangu mimi anajibu hapo. Sijui unanielewa? Nabii, nakuelewa. Nifanye haraka, fanya haraka wateja wangu hao warudi wa zamani. Sawa. Leta mikono. Mungu wa majini, tunaomba utusaidie katika genge hili tuweze kupata wateja wa kumiminika na kufurika. Tunaomba uthibitishie kuwa Mungu wetu sisi mnajibu hapo. Yeah. Tayari.
Kwani bado hamna mteja? Nabii, tuko na wewe hapa hapa. Singekuwa umemwona na wewe. Mkaa hapo kwanza. Ufumbe macho. Inaonekana ukufumba macho. Mungu wa majini, tunaomba utusaidie biashara hii ya genge iweze kufurika, iweze kupata wateja. Mama huyu mjane aweze kuuza mpaka basi. Bado. Kwani inji yako ina shida gani? Lakini watakuja. Watakuja saa ngapi Nabii? Umeniambia muda huu wanaanza kumiminika. Sasa kwa nini ulijenga ili tayari sasa? Karibu mteja. Mimi naweza nikaondoka sasa kwa sababu Sasa hizi dada. Salama. Kwema. Eti samahani, naomba unisaidie change ya 5000. Igeke. change. Na wewe Nabii mbona unakimbia? Au na wewe ndo wale? Nabii rudi basi. Changanya tu hapo. Wateja kumbe waomba change. Nguvu ya nuru. Nguvu ya nuru. Nguvu ya Mungu bwana, kama nilivyokuelekeza. Ile siku tulivyokuwa tumelala pale ndani, nikasikia Rema ananiita. Mwanetu Rema ndo alikuwa anakuita? Na mimi nikasema ngoja nitoke nimfuate mwanangu. Kweli nikatoka, akawa ananiita, lakini akawa ananiitia porini. Nikamwambia mwanangu, Rema unaenda wapi? Ananiambia mama njoo. Tulivyofika mbele, ghafla akabadilika. Yaani unamaanisha Rema akabadilika? Akabadilika akawa kijana, na tena alikuwa amevaa nguo nyeupe. Katika mazingira ya kutatanisha, ghafla tu nikajikuta nipo sehemu ya ajabu. Yaani sijui ni ulimwengu gani, yaani hata kuelezea yenyewe. Yaani kule ni kuna mazingira ya kutisha. Watoto ni wanateseka. Cha ajabu nikajikuta mimi ndo mkubwa peke yangu. Kwa unamaanisha kuwa yani sehemu ambayo kwa umeenda watoto ni wengi, tena watu wazima hawapo, ulikuwa peke yako? Yaani ni mimi peke yangu, wengine wote ni watoto ila ni wanateseka. Cha ajabu sasa nikamkuta na mtoto wa mama Asha pale. Lakini ninachoshukuru Mungu, mwanangu Rema kaniokoa. Unamaanisha aliyekutoa kule ilikuwa ni Rema? Mwanangu Rema. Na vipi lakini na wewe umeishije yani katika hicho kipindi? Mke wangu, unachoniambia nilikiona, kwa sababu hata mimi nilinitokea siku ile, kwa sababu Rema alikuwa ananiita sana, baba njoo, baba njoo, baba kama unanipenda njoo. Na cha ajabu nilikuta mlango wa chumbani kwetu uko wazi. Nikatoka. Nilipotoka akawa ananiita. Lakini kuna kitu kama ni uwepo wa Mungu kwa nikataza, kwa hiyo sio mtoto wako. Kwa hiyo nilipokuwa nasogea akabadilika. Akawa kijana mmoja alikuwa amevaa nguo nyeupe. Cha ajabu akaanza kuniambia, akaanza kucheka yule kijana. Katika kucheka akawa anataka nishambulie kwa nguvu zake za giza. Lakini uwepo wa Mungu kaonekana, akapotea. Nikarudi nikafanya maombi, nikapumzika. Lakini cha ajabu naamka asubuhi nikakuta kitandani haupo. Nilikutafuta sana nje kila sehemu lakini sikuona. Lakini mke wangu, ulipataje ujasiri wa mtu kukuita unatoka mpaka unaenda porini usiku bila kuniamsha mume wako? Ulipataje ujasiri? Ni kweli. Lakini mchungaji, hapa tuzidishe maombi. Lakini namshukuru Mungu umerudi huko salama. Na ninaamini watoto wote ambao wametekwa watakombolewa. Ni wakati wa kwenda kufanya ukombozi. Kwa sababu hapa Kisumu kulikuwa na giza, ila sasa naona mwanga na nuru. Kwa sababu mke wangu nilipitia changamoto nyingi sana. Mpaka kuna muda ilifika nilimwasi sana Mungu, kwa sababu nilipokupoteza wewe, nimempoteza mtoto, ikafika mpaka nikamwasi kabisa Mungu. Sawa. Na vipi yule binti ambaye nilikuacha naye?
Binti yule alipotea kwenye mazingira ya kutatanisha, naye nilijaribu sana kumtafuta mpaka hatimaye nikahisi labda asharudi kwa wazazi wake, kwa sababu nilimtafuta sana bila kumpata. Kweli changamoto. Kikubwa kilichobaki, mke wangu, naomba tufanye sana maombi kwa ajili ya kuikomboa Kisumu. Wakati saizi ndo kuikomboa Kisumu na tunaenda kushinda. Kisha yangu mbona hii masiara hii? Lama mimi mfukoni sina hata 100. Hata 100 mbovu ile inaitwa 100 mbovu ile. Sina hata 100 afu eti nakutana na 500 hii. Asante Mungu, yani umeniona leo yani. Hata 100 sina, afu nakutana na 500 hivi. Ya, sasa hivi 500 hii siacha. Sina nakuchukulia huku hivi. We, mimi huku sikuchukulia, sitaki na kuchukulia kwa huku. Tano hii. Hakika. Masi hata hii kicha wangu. Hata 100 mbovu sina. Afu nakutana na 500 tingia eti imedondoka tu. Beki sio. Watoto walikuwa wanacheza. Ukiangalia huku hamna mtu. Niko hapa peke yake. Hata yogopi. Nini? Hii naichukua hii. Una mizimu hii. Sielewi. We, naichukua. Hivyo mimi nakuchukua wewe. 500 nakuchukua hivyo. Hata sikuogopi wala nini. 500 hii hapo yangu. Au kuchukulia hivi hapo. Hata sitakuwa uhakika. We. Hapo kule nyumbani kabisa niliambiwa kule Kiziba niliambiwa ukikuta hela 2 chukua moja bakiza moja. Nimekuta moja, nafanyaje sasa? Siacho. We nakuchukua wewe. Nyoka. Msaada jamani, msaada.